Zifahamu faida 5 za kiafya za kula nyanya. Ingawa mara nyingi hufikiriwa kuwa mboga, nyanya kwa kweli ni tunda la familia, pamoja na biringanya, pilipili na viazi. Inakuja kwa ukubwa na aina kadhaa: nyanya kubwa ambayo sura yake ni kukumbusha moyo wa ng'ombe, kijadi nyekundu katika rangi. Nyanya pia inaweza kuwa njano, kijani, zambarau na ya rangi ya chungwa. Faida 5 za kiafya za nyanya. Faida ya kwanza ya nyanya inaweza kuweka moyo wako katika afya njema. Gramu 80 za nyanya hutoa karibu 5% ya mahitaji ya kila siku ya potassium ya mtu mzima. Ulaji wa vyakula vyenye potassium husaidia mtumiaji dhidi ya ugonjwa wa kiharusi na inaweza kuhusishwa na kiwango cha chini cha ugonjwa wa moyo. Nyanya pia ina lycopene ambacho hutoa rangi nyekundu. Kuna kundi kubwa la utafiti unaofanywa kuhusu lycopene na sifa zake za kiafya, ikiwa ni pamoja na uwezo wake wa kupunguza hatari ya ugonjwa wa moyo na mishipa. Inayolinda macho yako, yani nyanya inalinda macho yako. Nyanya pia ni kundi la phytochemical inayoitwa carotenoids, ikiwa ni pamoja na lycopene, lutein na beta carotene. Michanganyiko huu ni muhimu kwa kudumisha afya ya macho na inaweza kulinda dhidi ya maradhi mengine ya macho na yanayohusiana na umri. Namba 3, inaweza kuifanya ngozi kuwa na afya. Carotenoids inayopatikana katika mimea, ikiwa ni pamoja na nyanya, inaweza kusaidia kuzuia uharibifu kwa wanadamu. Utafiti wa mwaka 2006 uligundua kuwa baada ya wiki 10 hadi 12 kuongezeka kwa carotenoids ya chakula ilisababisha kupungua kwa thamani. Hata hivyo, hiyo haimaanishi kuwa huwezi kuchoma ikiwa unakula nyanya nyingi. Bado ni muhimu kufuata mapendekezo na kuwa salama ili kuepuka uharibifu. Utafiti unapendekeza kwamba usindikaji na kupikia nyanya inaweza kuongeza thamani yao ya lishe, hasa sifa zao za antioxidants. Kula nyanya zenye chanzo cha mafuta kama vile mafuta ya mizeituni hutusaidia kunyonya carotenoids hizi za kinga. Inapaswa pia kukumbushwa kwamba sehemu kubwa ya carotenoids hupatikana kwenye ngozi ya matunda na kwa hiyo ni bora kuliko nzima. Namba 4, nyanya inaweza kusaidia kuganda kwa damu au uponyaji wa vidonda. Nyanya ni chanzo kizuri cha vitamini K ambayo inahitajika kwa kuganda kwa damu na uponyaji wa jeraha. Kuna ushahidi unaoongezeka kwamba vitamini K inaweza pia kusaidia afya ya mifupa na moyo na mishipa. Faida ya 5, nyanya inaweza kusaidia kupunguza dalili za kukoma hedhi. Utafiti wa mwaka 2015 uliofanywa na jarida la lishe Nutrition Journal uligundua kuwa unywaji wa sharubati ya nyanya ulionekana kusaidia kuboresha baadhi ya dalili za kukoma hedhi kama vile wasiwasi na mapigo ya moyo. Utafiti huu ulifanyika kwa wanawake 95 wenye umri wa miaka 40 hadi 60 ambao walitumia ujazo wa mililita 200 wa sharubati ya nyanya isiyo na chumvi mara 2 kwa siku kwa wiki 8. Ingawa hili ni jaribio dogo, matokeo yanatia moyo na yanathibitisha utafiti zaidi. Je, nyanya ni salama kwa kila mtu? Mchanganyiko katika familia ya matunda na mboga ya nightshade inayoitwa solanine inaaminika sana kusababisha matatizo ya yabisi, arthritis na maumivu ya viungo kwa mabaya zaidi. Hata hivyo, hadi sasa hakuna tafiti zilizounga mkono dhana hii, ushahidi ukiwa ni wa hadithi tu. Mzio wa nyanya ni nadra, lakini ikiwa una mzio unaweza vyakula vingine katika kundi hili kama biringanya na viazi. Ikiwa unatumia dawa fulani kama vile beta blockers kwa shinikizo la damu, unapaswa kufuata ushauri wa daktari wako au mtaalamu wa afya. Hizo ni faida 5 za ulaji wa tunda aina ya nyanya.